kuthibitisha hilo. Jana pia imefanyika ziara ya rais wa China Korea Kaskazini Xi Jinping. Miongoni mwa ziara kubwa kwa mara ya kwanza ndani ya miaka saba. Rais huyu alikuwa hajawahi kufika Korea Kaskazini. Rais wa Korea amewahi kufika China kwenye hii miaka 7. Lakini Xi Jinping hajawahi kwenda kumuona Kim Jong Un kwake kwa miaka 7. Jana nilikuwa namwambia mchungu hapa kwamba hii ni dunia ya kutembeleana. Kikaa kwako watu wanaweza kaamua kuhusu wewe. Ni kweli. Dunia ya kwenda kumsikiza mwenzako anaona nini kuhusu wewe. Ni sahihi. Usipoenda basi watu wataamua kuhusu wewe. Kwa hakika. Shangaa watu washakuamulia nchi yako. Sasa ni Kim Jong Un amekuwa kwenye hivi vitu hasemi sana, kwa hiyo lazima ukamtembelee mara kwa mara. Usikie mitazamo yake. Ni sahihi, ni sahihi. Korea Kaskazini na China ni mataifa ambayo unaweza kusema mfanano wa mambo mengi. Ni mataifa ya kikomunisti, lakini pia mbili yote yana nyuklia, lakini pia hata ukija kidiplomasia au unaweza kusema kimkakati yamekuwa na uhusiano wa miaka 65. Sasa wamekuwa kishirikiana katika masuala mengi. China imekuwa kitegemea nchi hiyo kama chanzo chake cha kupata vibarua, unaweza kusema, au wafanyakazi kwa gharama ndogo, lakini pia ni soko lake la bidhaa za teknolojia na hata vyakula mbalimbali vinavyozalishwa ndani ya nchi kama mchele na kadhalika. Lakini kwa upande wa Korea Kaskazini ndio kama hivyo kwamba China amekuwa mshirika wake wa muda mrefu sana wa kiusalama, lakini pia kama hivyo kupitia kupata nafasi ya raia wake kupata ajira katika viwanda. Unajua China imepiga hatua sana katika ajira. Lakini tutakumbuka China inafanya ziara hii kama sehemu ya kujaribu kumkumbusha Urusi kwamba hata kama ungefanya jitihada za namna gani kujaribu kujikurubisha na Korea Kaskazini, tutakumbuka Urusi ilitia saini mkataba wa ushirikiano wa kiusalama mwaka 2024. Sasa China ni kama anajaribu kusema kwamba huyu ni mshirika wangu wa muda mrefu. Lakini pia Korea Kaskazini amekuwa katika ukosolewaji mkubwa hasa kwenye kuhusu mpango wake wa nyuklia na Marekani kwa muda mrefu sana. Na unaweza kusema sababu nyingine, hivi karibuni unajua kumekuwa na msuguano mkubwa wa Marekani kuhusu Taiwan kwa upande wa China. Kwa hiyo China ni kama anatafuta washirika wenye nguvu au kuimarisha ushirika na wale washirika wake wenye nguvu, ili ikitokea pengine kushambuliwa kutokea katika maeneo kama visiwa vya Taiwan, basi apate nguvu kubwa. Maanake wanasema msingi wa kuweza kukonka dunia ni ushirika wenye nguvu. Na ndio maana unaona na kwenda Korea Kaskazini ili kuendelea kuimarisha base yake ya washirika, ili kesho kisokutwa asiweze pengine Marekani kutumia mataifa kama Japan, lakini pia kisiwa kama Taiwan kuweza kumshambulia kirahisi kwa sababu ya pengine kuwa na washirika wachache wenye nguvu. Kwa hiyo unaweza kusema ni ziara ambayo kwanza ni ziara kitaifa ambayo inakuja kama kureciprocate au kurudisha fadhila, kwa sababu kama ulivyosema kwamba Kim alikwenda katika kufanya ziara miezi michache iliyopita. Kwa hiyo ni kama Xi anarudisha kwamba anarudisha. Inakuwa ni ziara yake ya kwanza Xi Jinping ndani ya mwaka huu. Yani ndio mara yake ya kwanza kutoka China. Hakika. Kwa mwaka huu, na ameenda Korea Kaskazini, na alipotua tu pale anasema miongoni mwa mambo ambayo anayafurahia ni urafiki wake na Korea Kaskazini, ambao kwenye mabano yameusema urafiki usioweza kuvunjika. Ndio. Ni wa miaka 65 lakini usioweza kuvunjika katika mazingira yale, kwamba Marekani amekuwa anamuita Korea Kaskazini kama toto tundu, toto korofi. Kwa hiyo anaiambia Marekani kwamba hata kama kwako hili toto korofi, toto tundu lisilosikia, kwetu sisi tunaweza kudumu. Kwa Urusi ni kama anayesema kwamba hata kama mnajaribu kuimarisha ushawishi wenu kupitia uhusiano, kupitia mikataba ya usalama, bado kwetu sisi uhusiano au ushawishi wetu kama China umedumu. Bwana, tutarudi kwa ajili ya wino mzito. Endelea kutuandikia maoni tu kupitia 0683802966.